Tumekutana na matatizo mengi ya compliance kwenye klabu yetu ya Young Africans tulipoingia madarakani. Hatukuwa na hati hata moja ya klabu yetu ya Young Africans, pamoja na kujinasibu kuwa tuna maeneo mengi yenye thamani kubwa. Maeneo hayo ikiwemo eneo la Jangwani hatukuwa tuna hati, eneo la Kigamboni ambalo pia hatukuwa na hati, eneo la Mafia Street, jengo ambalo liko Kariakoo, eneo muhimu kabisa na lenye thamani kubwa, na lenye pia hatukuwa na hati. Uongozi wenu ulifanya kila jitihada kuhakikisha tunapata hati hizo, na nithibitishe sasa tunazo hati zote za maeneo yetu matatu ya klabu ya Young Africans. Hati hiyo ya kwanza mnayoiona hapo ni moja katika hati ambazo zinasomeka na mtaziona ownership ya klabu ya Young Africans, na hilo pia lilikuwa ni jambo jingine kubwa sana, na tunashukuru mamlaka za serikali kwa kutusaidia. Klabu yetu ya Young Africans mali zake zote zinasoma jina moja tu la Young Africans Trustees, na ndio hao wamiliki wa mali za klabu ya Young Africans. Tumeweza kufika hapo na ni mafanikio makubwa sana ya kuratibu documentation za klabu yetu, na inaonekana huko nyuma zilikuwa kwenye mikono ya watu mbalimbali. Nichukue fursa hii pia kuishukuru serikali ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa hati ya eneo la Jangwani, eneo ambalo limekuwa na mlolongo mrefu wa kupata hati hiyo. Niwachukue kwenye safari ya mlolongo wa Jangwani. Eneo letu la Jangwani kama ninavyosema lilikuwa na square meter 1035 ambazo hazikuwa kwenye shape ya rectangular au mstatili ambayo inaweza kukuruhusu kujenga uwanja. Ulipokuja mradi wa Mto Msimbazi tukapewa options mbili. Moja, kulipwa fidia ili tuliachie, na ya pili kuliruhusu eneo hilo liwe sehemu ya mradi na baadaye kunufaika na mradi huo. Uongozi wenu kupitia kamati ya utendaji uliidhinisha ya kwamba turuhusu ardhi hiyo ingie kwenye mradi ili tuweze kunufaika nayo na sio kuchukua pesa kama fidia. Ni maamuzi magumu na maamuzi ambayo kwa tamaa za kupata fedha za kuendeshea club tungeweza kuchukua fidia kama watu wote wa eneo lile walivyochukua. Lakini uongozi wenu ulisema hapana, turuhusu iwe sehemu ya mradi ili baadaye tunufaike na mradi huo. Baada ya kuruhusu, tukapita kwenye mlolongo mrefu wa procedure za mradi na baadaye kuliomba eneo lile, na bahati nzuri maombi haya yalienda kwa Mheshimiwa Rais, na kwa usikivu wake mkubwa akatupatia eneo la square meter 1037,500. Tumpigie makofi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upendo aliokuwa nao kwenye klabu yetu. Na mwaka jana siku ya mwananchi, kwenye kilele cha siku ya mwananchi, tulikabidhiwa hati yetu na kaka yangu Deo Ndejembi, wakati huo akiwa waziri wa ardhi.